exclusive interview na Ali Mayai Tembele, na hapa tutajadili nini Simba wafanye katika michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya sasa kwa kinara katika kundi hilo, ambapo wapo Berkane, wapo USD na Mali, lakini pia wapo ASEC Mimosa. Jina langu naitwa Irene Kilangu, nyuma kamera yupo Esther Msofe. Hii ni Global TV na hapa niko na Ali Mayai Tembele. Salama. Salama, karibu sana mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania. Karibuni sana. Asante sana, umekuwa ukitupokea kila siku. Nashukuru sana. Karibuni. Hapa tishakuwa tayari ni nyumbani kwenu. Kwa hiyo feel free ukija hapa kwa sababu huduma zetu hapa unajua standard yetu ni bora. Kwa hiyo karibuni sana. Asante sana. Kwanza ulitazama mchezo jana naamini, lakini pia nini ambacho uliona katika jicho lingine zaidi katika mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane? Kikubwa ambacho nilichokiona kwa mwalimu Pablo, aliingia na falsafa ambayo ilikuwa ni sahihi ya kwenda kufanya mashambulizi na kuwatumia watu ambao wana spidi kwenye safu ya washambuliaji. Watu kama kina Sako ni mtu ambaye unamuona kabisa madhara yake kutokana na mekimbio na hata mabadiliko ambayo anafanya. Watu kama kina Banda ni miongoni mwa wachezaji ambao yani spidi yao, kwa sababu katika mechi kama hizo especially wanacheza katika uwanja wa nyumbani na wanacheza na timu ambayo ni of course ni moja kati ya timu kubwa katika kundi. Huwezi kuzungumzia timu kubwa zaidi ya kuitaja RS Berkane kwa sababu ndio ina rekodi pia ya kutoa hata taji hilo la kombe la shirikisho. Kwa hiyo ni timu kubwa, lakini waliingia na approach ambayo ilikuwa ni sahihi. Ndio kitu pekee ambacho huwa kinatumika kudetermine pengine matokeo ya mechi. Kwa hiyo kwa jana hapana shaka Simba waliingia na approach sahihi, approach ambayo iliwalazimisha RS Berkane ndio walikuwa wanacheza taratibu ili kuwalazimisha Simba wacheze kwa spidi ya chini, lakini as far as Simba walikuwa wameingia na mawinga kwa ajili ya kukimbiza mpira na kuharakisha mashambulizi, kitu ambacho kikawafanikisha kuweza kupata matokeo. Kwa sababu mechi kama hizi, unajua mechi ngumu sio mechi ngumu tu, yani mechi za mashindano especially kama hivi Confederation na especially mechi kama hizi za home and away, kinachotakiwa sometime huwa sio tu labda si magoli 5, magoli 6 au magoli 7. Cha msingi umzidi mpinzani wako goli moja. Mfunge 2-1, mfunge 3-2, mfunge 4-5 au kama hivyo mfunge 1 bila. As far as umepata alama 3 nyumbani katika uwanja nyumbani, maana yake ni kwamba umeachieve yale malengo ambayo ulikuwa umeyapanga. Kwa hiyo kikubwa ambacho Simba walikifanya jana, wameingia na approach sahihi ambayo imeweza kuakidhi kuakisi kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Baada ya mchezo nilizungumza na nyota wa zamani wa Young African, lakini pia hivi sasa anakimbia timu ya Berkane, Fiston Abdulrazak, na alisema kwamba wao jana wameshinda mabao 2-1 licha ya muamuzi wa mchezo jana kusema kwamba mchezo umeisha kwa bao 1-0. Lile ilikuwa sio offside. Amezungumza mambo mengi, ila offside unaweza kaliwekaje? Sasa matukio kama yale ni kitu cha kawaida katika football of course. Kwanza uwepo wa VAR, unajua pamoja na kuwepo kwa VAR lakini bado controversy zitaendelea kuwepo hata kama VAR ipo. Sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu. Tunaona tukio linakwenda kufanywa decision kwenye VAR, lakini bado yani upande mmoja utakuwa na mtazamo wake, upande mwingine utakuwa na mtazamo wake. Kwa hiyo kwa matukio yale ya jana ambayo yalitokea katika mechi hiyo, of course kikubwa huaga wanaita ya kuwa na justification, yani muamuzi kwenye kutafsiri. Kwa mfano kama ile kuingilia mchezo, labda ile goli aliyofunga Sako ambako of course inaonekana kama Medi Kagere, of course Medi Kagere alikuwa katika offside position, lakini inaonekana aliruka juu, kitu ambacho unaweza kutafsiri kama ni kuingilia mchezo. Sasa ile tu tafsiri ya kuingilia mchezo kwa kila mtu ana opinion yake, kwa sababu pale ambapo Medi Kagere ambapo ndio alikuwa offside position na akaruka mpira, ni kweli kwamba yeye alikuwa sambamba na mpira na goalkeeper hakuwa na access ya kuona mpira moja kwa moja. Kwa hiyo kuna maamuzi mwingine atakwambia aliuingilia, hata kama goalkeeper alikuwa na direct access, alikuwa anauona mpira moja kwa moja, lakini yeye akawa pembeni, lakini kitendo cha kuruka akapay attention kuangalia huku, mpira ukapita. Kwa hiyo kwenye matukio kama hayo mara nyingi sana huwa kunakuwa na opinion tofauti, na ndio hata sababu za waamuzi kufanyiwa assessment. Huwa wakifanyiwa assessment na waamuzi ambao wameretire, huwa wanatakiwe wawe na technical justification. Akishakuwa na technical justification, huwa kwa waamuzi huwa wala hakuna shida, lakini kwa huku kwa washabiki na wapinzani na timu nyingine yote lazima kila mtu atakuwa na opinion yake. Lakini kwenye referees point of view,
kikubwa huwa ni awe na scientific justification, lakini opinion ni kitu ambacho bado kitaendelea kuprevail. Kwa hiyo kwa matukio yale ya jana ndio itaendelea kuwepo, lakini kikubwa ambacho kinaangaliwa ni justification ambayo mwamuzi alitumia kufanya maamuzi yale. Ukitazama Simba katika michuano hii, unaona nafasi yao ya kufika na katika hatua ya nusu finali na pengine kuchukua ubingwa inawezekana? Alama 7 walizonazo mpaka sasa nafikiri ni kwa kama 60% vitiari ya kuingia kwenye hatua hiyo, na hasa ukizingatia kwamba mechi ya mwisho watacheza hapa na Agenda Maria ambao walitoa nao sare kule katika mechi ya away. Ni moja kati ya manufaa ambayo Simba wamenufaika kutokana na ratiba, kwa sababu ratiba utakumbuka walianza mechi ya kwanza hapa, alafu wakaenda kucheza mechi 2 away, then mechi 2 ambazo za raundi ya pili wanacheza katika uwanja wa nyumbani. Ni moja kati ya kitu ambacho kina manufaa, lakini manufaa haya yanaonekana pale tu anakapotumia vizuri uwanja wa nyumbani, kama hivi ambapo wamefanikiwa kuchukua alama 3 dhidi ya RS Berkane, alafu tena kusubiri mechi ya mwisho ambayo itakayochezwa hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, achilia mbali ile ya kusafiri ya kule kwenda ASEC, ile itakayocheza hapa na US Agenda Maria, ambayo katika uwanja wa nyumbani kama ukifanikiwa kuchukua alama 9, possibility ya wewe kuingia kwenye robo finali huwa ni kubwa. Kwa hiyo sasa hivi wameshakusanya alama 6 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Wakifanikiwa na alama ya mwisho, na mechi ya mwisho akichukua pia alama 3, maana yake ni kwamba hiyo itakuwa ni, na kutokana na ushindani, kiwango cha ushindani kilichopo katika kundi mpaka sasa hivi, wakikusanya alama 9 atakuwa na zaidi ya 80% ya kuingia kwenye hatua ya robo finali. Kiwango cha Pape Osman Sako kimekuwa kizungumzwa sana na mashabiki, wachambuzi mbalimbali. Wewe una kiwango chake kwa asilimia ngapi? Pape Osman Sako sasa hivi kwa kweli ni mchezaji ambaye ndio mchezaji of course, yani ndio kiini cha mashambulizi ya Simba. Hata ukiangalia mipira yote ambayo yeye alikuwa anapodribble ndio hata, lakini baadaye pia banda, lakini Sako ndio mshambuliaji ambaye alionekana kuwa na madhara zaidi kuliko ni washambuliaji wengine, kwanza kutokana na mikimbio yake, lakini sio mechi hii tu. Katika mechi takriban 3-4 ambazo zimepita, hata mechi za kimataifa, Sako ameonekana kuwa ndio mtu hatari zaidi kuliko ni washambuliaji wengine. Ingawa unaona jana substitution maana yake alipata yellow, sasa kuna uwezekano pia angeweza kupata second yellow, kitu ambacho kingekuwa na madhara kwa Simba. Kwa hiyo mwalimu akampumzisha. Lakini kwa Sako hapana shaka ni mchezaji ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana. Mikimbio yake ndio imekuwa na madhara, na ndio mchezaji nafikiri ambaye amekuwa akiongoza kwa kufanyiwa faulu nyingi kuliko washambuliaji wengine. Kwa hiyo siku zote ukiona mshambuliaji anafanyiwa faulu, maana yake ni kwamba huyo mchezaji ni hatari. Ndio maana walinzi wameshindwa kumkaba kwa mujibu wa sheria, wanajikuta wanafanya makosa ambayo huwa inayonufaika ni timu ambayo yeye Sako anachezea, kwa maana ya Simba. Clatous Chama jana baada ya mchezo alizungumza, na baada ya kuzungumza naye akasema kwamba ni kawaida kwa Waarabu kumlalamikia mwamuzi, yes, na hiyo inafanya mwamuzi kuna muda ashindwe tena kuwafanyia labda kutaka kuwakosoa. Pengine unaona, na akasema kwamba anawashauri hata Simba nao wakiweza kwenda katika game za kimataifa wao wanafanya hivyo, inawasaidia. Kuna ukweli wote katika hili? Sisi tulishawahi kujadiliana kauli hiyo miaka ya 90 kipindi sisi tunacheza, kwamba ilikuwa ni kawaida. Sasa na bahati mbaya sana kwa wakati ule ilikuwa tukienda labda kucheza labda Sudani, kuna watu kucheza Sudani, unakuta mwamuzi anatoka labda Algeria au anatoka sehemu nyingine ambapo wanaweza kuwa anazungumza Kiarabu, kwa hiyo anaelewana. Au tukienda Misri unaweza kukuta mwamuzi anatoka Sudani au, kwa hiyo tulisha kuzungumza kwamba wenzetu Afrika Kaskazini, Algeria, Tunisia, Morocco na Egypt, ni kweli tulizungumza Clatous Chama, ni kweli kwamba wao imekuwa ni tabia hiyo, na tabia hiyo imejengeka kutokana na, wanajua ukizoea kushinda, ukiwa unashinda huwa inafika hatua unajiona kwamba wewe kushinda ni haki yako. Vilabu vya Afrika Kaskazini ndio vilabu ambavyo vimefanikiwa kwa kutoa mataji na kuingia kwenye robo finali, nusu finali mara nyingi zaidi kuliko vilabu vingine kutoka maeneo yote bara la Afrika. Kwa hiyo siku zote wanapokuwa wanacheza, yani hata psychologically huwa wana count kwamba timu yote kutoka underdog. Kwa hiyo chochote kinachotokea anajiona hapana, haiwezekani, mimi naona. Kwa hiyo sometimes pia mentality ni kitu ambacho kimejengeka kwa timu nyingi na wachezaji wengi ambao wanacheza katika vilabu vile. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho ingawa kocha technically hauruhusiwi misingi ya ethics, ya maadili, haufundishi ya kocha, haufundishi mchezaji kwenda kubishana.
umfundishe mchezaji kwenda kucomply na sheria. Fuata sheria. Tena kuna makocha waamuzi wengine sema tu waamuzi wa siku hizi. Waamuzi wengine nasema nikipiga filimbi acha mpira. Unaambiwa kabisa nikipiga filimbi tayari na maana ni faulu. Uache mpira. Kitendo cha kushika mpira labda kama wewe timu yako inaongoza, kama imefungwa sawa, kwamba ndio, lakini kama timu yako inaongoza na dakika za mwisho alafu upigwe filimbi labda unaoshika mpira sio unanao wapi, refaria anakuja anakupa yellow card kwa sababu anajua wewe mantiki yake ni kupoteza muda. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa wenzetu wale imekuwa ni tabia. Anachozungumza Chama kama mchezaji ni kuamsha wachezaji wenzake wa Simba, lakini tabia ya kubishana sio tabia nzuri, ingawa wenzetu imewajenga na imewafanikisha. Kwa sisi cha msingi ambacho pengine unatakiwa kuwafundisha wachezaji ni kujitahidi kufuata sheria, yani kucomply na sheria kwa mujibu wa sheria, kwa sababu kubishana sometimes inategemea pia na referee. Kuna referee mwingine ni personality, kuna referee mwingine ukienda ukizungumza naye ukibishana naye sawa, lakini kuna mwingine ukibishana naye haongei, yellow card. Ukija mara ya pili haongei, second yellow, nyekundu. Kwa hiyo ni kitu ambacho wachezaji wanatakiwa tu kujifunza. Cha msingi ambacho wanatakiwa kujifunza ni kucomply na sheria, ndio kitu cha msingi ambacho wanatakiwa mchezaji kuzingatia. Jana wakati mchezo unatamatika, ukitazama wewe nani alikuwa man of the match? Mimi Pape Osman Sako, to me ndio nampa nafasi ya kuwa man of the match. Yeah. Lakini pia kuna mchezaji ambaye watu wengi walikuwa wakimwimba, Mohamed Hussein. Yes. Yeah. Unaona alifanya kazi kubwa kiasi kwamba alikutaka kumzidi Pape licha ya Pape kufunga bao. Ndio, pamoja na Mohamed Hussein ni mchezaji ambaye ndio anaita unsung hero. Mohamed Hussein footwork yake sio mechi jana tu. Katika mechi zote ukiangalia footwork, yani mpira ambao ndio kuna vionjo kwa mfano kama jana alikuwa anavitoa namna ambavyo anazunguka mpira anafanya nini, footwork yake sasa hivi mguu wa kulia anapiga kama wa kushoto, ni vitu ambavyo vinaonyesha jinsi ambavyo anatoa mchango. Lakini siku zote bado kwenye kuisababishia timu kupata alama 3 moja kwa moja, yani amehusika na alama 3 moja kwa moja. Wengine ndio wana mchango indirect, kina Mohamed Hussein hapana shaka ndio Mohamed Hussein amenani, lakini to me bado Sako kutokana na madhara yake ambayo alikuwa anayapelekea kwenye safu ya ulinzi ya timu pinzani na mchango wake kwenye kupelekea timu kupata lile goli ni kitu ambacho to me ndio sababu. Lakini Mohamed Hussein naye ni unsung hero, ni wale mashujaa ambao wasioimbwa, uwezo wa kuchezea mpira, comfortability ambayo alikuwa nayo, uthubutu. Soma na moja amekuwa akipita katikati, ndio kuna wakati yani kufuata ile misingi, kuna sehemu ya kutake risk na kuna sehemu haitaki kutake risk. Kwa mfano pasi nyuma ni kureceive na kupiga pasi, lakini ukivuka nusu unaona jinsi alivyokuwa ana risk sometimes anavyoingia katikati na mpira. Kwa hiyo ni kweli ana mchango, lakini bado kufunga goli kwangu kuna thamani kuliko ile katika eneo la kumiliki mpira, lakini pia na kazi nzuri alikuwa anaifanya Mohamed Hussein. Katika eneo la kumaliza utata napenda sana kuzungumza na Ali Maitembele, na leo atamaliza utata baada ya Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka kurejea katika ligi kuu ya NBC. Mashabiki wengi ambao walikuwa wakizungumza sana kuhusiana na eneo la kiungo hapa Tanzania, nani ambaye anaongoza nafasi hiyo, mani best katika nafasi hiyo, wengi walikuwa wakizungumza kwamba ni Aucho. Haijalishi ni kiungo gani, lakini eneo la kiungo. Lakini aliporejea Chama mambo kama yamebadilika, Simba wanavuta kwao, Yanga wanavuta kwao. Wewe kwa upande wako eneo la kiungo sasa hivi hapa nani ameshikilia katika nafasi hiyo licha ya wachezaji hao kucheza nafasi mbili tofauti? Bado Khalid Aucho anaendelea kuwa ni msingi, kwa sababu ukiangalia mchango na aina ya mpira ambao wanaocheza Yanga akiwepo Khalid Aucho, na tayari yani ni mfumo, yani ni system ambayo tayari Yanga imetengeneza ambayo inatoka kuanzia chini kwenye kumiliki mpira, kwenye kuposesi katikati ya uwanja, kwenye kusogeza mashambulizi, accuracy rate, yani mikimbio ya Aucho ina impact kubwa kwenye kikosi cha Yanga. Mikimbio ya Aucho na support za Aucho, awe anacheza na Faisal, awe anacheza na kiungo yote pale, hata anacheza na Zawadi Mauya pale kwenye safu ya kiungo, huwa pana mfumo tayari. Kwa hiyo mchango wa Aucho ni mkubwa. Of course Clatous Chota Chama kwa sasa of course ndio ameanza kuonekana, lakini sio dependent, yani sio kama anategemewa kama ilivyokuwa wakati ule kipindi ambacho Simba ipo kwenye peak, wakati ule ambapo yeye alikuwa mikimbio yote ya kina Mohamed Hussein, ya kina Shomari Kapombe, ya kina Mickelson pale mbele inategemea yeye na usahihi na umiliki wake wa mpira. Kwa hiyo kwa wakati ule yeye alikuwa anategemewa, lakini kwa sasa bado ndio ameanza kuanza kurejea. Lakini kwa Aucho tayari ni mfumo ambao tayari kocha wa Yanga amefanikiwa kutengeneza, na ndio sababu Aucho impact yake inaonekana kwenye timu, kwenye mfumo, yani sio mchezaji mmoja kwenye mfumo
mfumo, wakati kwa sasa bado Chama uwezo kusema kwamba ni timu, bado ni mchezaji mmoja mmoja. Okay. Mwisho kabisa, wakati nazungumza na Mayele leo asubuhi wakati akikabidhiwa ng'ombe wake ambaye kitokea kule Morogoro, yes, amezungumza kwamba malengo yake ni kuchukua kiatu cha mshambuliaji wa mafungaji bora. Pengine unaona nafasi hiyo Mayele akipata? Mayele nafasi hiyo ana advantage kwa sababu kwanza kuchezea timu kubwa, yani anaoshindana nayo kina nani, Lusajo, kuchezea Namungo ni tofauti na kuchezea labda Yanga, Simba au Azam. Yani hiyo ni moja kati ya sometimes pia wachezaji huwa wanakuwa victim kutokana na timu ambayo anayoichezea. Kwa Mayele ananufaika kwanza na Yanga, kuchezea Yanga, lakini pia ananufaika na position ambayo Yanga sasa hivi wapo, kwa maana ya nafasi ya kwanza, na mechi zote ambazo wanazoingia kwenda kucheza wanaingia na style ya kwenda kuattack, kitu ambacho kinatoa assurance ya mipira kuipata. Sasa ni yetu mwenyewe kujipanga, lakini kuna mechi nyingine Lusajo anaweza akacheza magoli akafunga goli kutokana na uwezo wake binafsi, yani goli ambalo anatengeneza yeye mwenyewe, sio kwamba katengenezwa na viungo. Lakini mtu kama Mayele ana uhakika sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu, nafasi atatengenezewa either hata na mafulbeki kina Juma Shabani wanao uwezo wa kumtengenezea nafasi, achilia mbali pasi za kina Saidon Tibazokinza au pasi mpenyezo za kina Faisal. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinampa manufaa zaidi Mayele kulikoni Reland Lusajo. Kwa hiyo na nafasi pia alionayo kwa maana ya utashi wa Yanga ni mkubwa zaidi wa kuendelea kufunga magoli, na hata ukiangalia kwa rekodi ya magoli ambayo wamefunga so far ndio wanaongoza kufunga magoli, ni kitu ambacho kinanufaisha Mayele ukilinganisha na washindani wengine. Shukrani sana. Asante. Mtazamaji wa Global TV, huyo ni Ali Mayai Tembele, na kama nilivyokuambia ninapokuja swala la utata, swala ambalo linazungumzwa sana na wadau wa soka kuhusiana na wachezaji hawa wa timu hizi mbili Simba na Yanga, maliza utata baada ya kusema kwamba Aucho kwa sasa ni kiungo bora katika ligi kuu ya NBC. Naitwa Irene Kilango, nyuma kamera ipo Esther Msofe. Hii ni Global TV, kwa heri. Kaka nakupigia dakika moja mkeka tunakuja tunautoa, niko na wazungu hapa kidogo na kikao nao. No problem, my phone. Unasikia? Okay. Haya. Ule mkeka nakuja tunautoa kupitia Wasafi Bet. Sasa nyinyi ndo wale wazungu ambao nilikuwa nasubiri tuongee. Hi, good morning. Eka bwana huko. Sasa na hivi ndivyo jinsi rahisi ya kujisajili kwenye beti yetu pendwa ya Wasafi Bet. Unaingia kwenye browser yako ya simu janja, unaandika www.wasafibet.co.tz. Sasa sisi tumefocus zaidi kwenye kujisajili. Tunabonyeza kitufe cha jisajili ambacho kina rangi ya manjano. Tunakutana na kitu namba ya simu, neno la siri, thibitisha neno la siri. Na hiyo ndiyo njia rahisi ya kujisajili na Wasafi Bet. Jisajili leo, ushinde.